ya Wizara ya Ujenzi na mtendaji mkuu wa TANROADS, tunashukuru sana wananditu, tunamshukuru mwenyekiti wa hapa, lakini na mwakilishi wa chief, lakini pia na wanakijiji na viongozi wachache wa serikali ya hapa kwa namna ya mwitikio mlioonyesha kwetu sisi kama wasimamizi wa mradi huu, lakini kwa niaba ya serikali tunashukuru sana, tunawashukuru sana kwa kukaribia hapa kushirikiana na sisi. Kipekee pia nichukue shukrani zangu ziende kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na wawakilishi wake wote wako hapa, na namna bora ambao ushirikiano unatupa, kwa maana sasa haya ni matayarisho mazuri kwa ajili ya kusimamia barabara, na barabara hii ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameelekeza iweze kutekelezwa na kukamilika kwa wakati ili wananchi waweze kuungana na kipande cha upande wa kule Rupaso kutokea Katumba kwenda Rupaso. Na ni jitihada pia za viongozi kwa maana ya waziri wetu wa Wizara ya Ujenzi na katibu wake na mtendaji mkuu juu ya maelekezo juu ya kuhakikisha tunashirikiana na wananchi ambako tunafanya kazi hizi, lakini kutekeleza kazi hizi kwa ufasaha na kwa ubora bila kuzitengeneza ambazo baadaye zikaja kuharibika kwa haraka. Kwa hiyo kwa kushirikiana na nyie, tuna imani barabara hizi zitakaa vizuri, kwa sababu kweli ndio tunatarajia tupate gravel, tupate mawe, lakini simenti tuweze kuilinda, na vyuma ambavyo vitakuwa vinatengeneza kwenye madaraja, mafuta. Na imani kwa ushirikiano huu tukiwa nao, hakuna kitu kitapotea, chote kitabaki hapa kwa manufaa ya wananchi wa Nditu, lakini wanaotumia barabara hii nzima, kwa sababu vitu vikipotea, kwa maana kama ni cement, ile ratio itashindikana sasa kukamilika kwa wakati. Kwa hiyo jicho la pekee ambalo tunalitegemea litatoka kwa wananchi kuhakikisha kila kitu kinakaa vizuri. TANROADS wakati wa utekelezaji wa mradi huu tuwe walinzi kwa rasilimali zote zitakazohusika zinazoendelea kuhusika katika utekelezaji wa barabara hii, lakini tulinde na haya majengo ambayo yatakuwa ni kituo au makazi ya maafisa wa TANROADS ambao watakuwa ambao wameendelea kuisimamia barabara hii. Kwa hiyo wajibu wetu kama jamii kwanza ni kuwa wasaidizi katika kutunza hii mali iliyopo hapa, lakini na kutunza rasilimali zote zitakazotumika katika utengenezaji wa barabara. Nafikiri hili kila mmoja wetu anajielewa. Wajibu wa kwanza wa Mtanzania yoyote ni kutunza rasilimali ya nchi yake. Kwa hiyo hata hivi vinavyotumika ni rasilimali zetu. Lakini jambo lingine, niwapongeze uongozi wa TANROADS mkoa kwa kuona kwamba kulikuwa kuna haja ya kupata majengo ya kudumu ambayo kwanza yatapunguza gharama zingine za uendeshaji katika mradi huu, lakini vile vile baadaye yatakuwa ni manufaa kwa eneo hili, kwa wakazi wa eneo hili, kwani yatapata matumizi mengine. Lakini matumizi ambayo tulikusudia baada ya mradi huu kukamilika ni kwamba hapa patakuwa zahanati au kituo cha afya. Kwa hiyo kwa hilo tuwashukuru, mmejenga haya majengo yanafanana na ule ujenzi ambao sisi tunatazamia tutautumia. Kwa hiyo asanteni sana. On the supervision camp project under the progress we have made since its commencement. From the very beginning, our primary focus has been delivered to facility that means the highest standard of quality, safety, and functionality. To achieve this, we carefully selected reliable materials and equipment from updated manufacturers. For instance, the floor and the wall finish we completed using Global Tiles from Global Ceramic Company. Limited luxury in Ukrainian Miku Village, while the roof was completed with the 26 coach from Alaf Company. Muda wote mnafika pale ofisini kubadilishana mawazo ili na hili mpaka ujenzi huu umefikia hapa. Nawapongeza sana ndugu zangu wataalamu. Lakini meneja wetu wa mkoa, nasema asante. Timu yako ambayo umeiweka hapa tumeona ikifanya kazi vizuri. Kwa tunakushukuru. Nina imani barabara yetu itakuwa vizuri. Kama unavyoona haya majengo, tunajivunia wanandetu. Ndugu zetu wa wageni wakiondoka ni mali yetu.
tunawashukuru sana meneja wetu kwa kutujengea majengo mazuri. Lakini pia sisahau kuwashukuru wananchi wangu wa Nditu mliofika. Baadhi ya wananchi wanaotuzunguka eneo hili, na miongoni mwao kuna wenye vitu wa vitongoji. Majina yangu mimi naitwa Steven Bandari Mwakebuti, mkazi wa kijiji cha Nditu, mwenyekiti wa kitongoji cha Mpombo. Kwa kweli kwanza nishukuru sana kwa ujio wa barabara hii ya kutoka Katumba kwenda Mwakaleti. Nashukuru kwa sababu itatuletea maendeleo. Najua ujio wa barabara hii tayari kuna fursa, tutapata mafanikio mengi kulingana na kwamba mara nyingi hata gari wanunuzi wa viazi walivyokuwa kuja kununua huku wanaweka gari Katumba kutoka Dar es Salaam huko wanakuja kufaulisha kwa bei na kwa ndogo, lakini kwa ujio wa barabara hii tumefaidika sana kama Wananditu. Nishukuru sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano kupitia kwa mama yetu Mama Samia, ametusaidia na mbunge wetu Mwantona ambaye amehakikisha kwamba mpaka tunapata barabara hii ya kutoka Katumba kwenda Mwakaleli wakishirikiana na mbunge wa Busokero. Kwa kweli napongezi sana, Mungu abariki, kwa sababu amekuwa akitutetea mambo mengi. Sasa tumepata na pesa kwa ajili ya kituo cha afya kama kata Asuma. Yote haya tunamshukuru mbunge, nimpongeze hata rais, kwa sababu na rais mbunge anavyoomba anamkubalia. Naitwa Reida Flambo Mwanjalira. Mimi ni mkazi wa kijiji cha Nditu, kitongoji cha Bulongwe, ubalozi wa Uwanjani. Ninamshukuru mbunge wa jimbo hili la Rungwe Mwantona kwa ajili ya kutupigania kwa kutuletea barabara hii, pamoja na mama rais wetu Samia kwa ajili ya kutuletea barabara hii. Tumefurahi sana kwamba barabara inapokuja huku, tunafurahi sana maana pia tutapata usafiri kwa urahisi.